بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وذكرنا كل ما نسينا. آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Mwendelezo wa surati Ali Imran. Leo tunaanzia aya ya 10. Jana tulisema kwamba kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 80 na zinazungumzia ahlul kitab, na hawa hasa tunawazungumzia manasara. Wakati katika suratul Baqara tulizungumzia ahlul kitab, lakini hasa walikuwa Mayahudi. Walikuja ahlul kitab kwa maana ya manasara kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakawa wanajadiliana naye kuhusiana na uungu wa Isa. Isa ni Mungu kwa mtazamo wao, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakataa kwamba Isa sio Mungu, kavigezo mbalimbali kikiwemo hiki kile. Halafu Allah akashusha aya hizi zinazothibitisha sifa za Mungu mmoja, Mungu wa kweli, ambazo hazifanani na sifa za Isa zinazokuja kukataa kwamba sio Mungu wa kweli. Visa vya Qur'ani haviwi kama paukwa pakawa. Ukianza kisa sungura na zimwi, alizaliwa, alioa, alirukaruka, aliona matunda, mpaka unafika mwisho. Ndani yake kuna kitu kinaingia kidogo, kinajadiliwa, unatoka unakwenda kule, unatoka unarudi tena kwenye kisa, na hakadha. Miongoni mwa hayo, leo tuna jambo ambalo linaelezewa kuhusiana na maisha ya watu wanavyotegemea mali zao, wakidhania mali ndio kila kitu. Na mtu anaamini kama alivyopata mali hapa nyingi, alivyokuwa mbele ya watu kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo, na siku ya Kiyama pia atakuwa mbele kwa sababu pia Mungu aliyompa hapa ndio huyo huyo atampa kule. Mali iliyomsaidia hapa ndio hiyo hiyo itamsaidia kule. Allah anasema kutuambia, innal ladhina kafaru, kwa hakika wale watu waliokufuru, wale watu wasiokubali Uislamu na wakaamini kila kitu kilichopo mbele yao ndicho kinachowasaidia. Allah anasema, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Lan tughniya
hazitowatosha kitu, hazitowafaa kitu. Nini? Amwaluhum, mali zao. Lan tughniya anhum amwaluhum, hazitowafaa kitu siku ya Kiyama zile mali zao. Wala auladuhum, na wala hawatawafaa watoto wao. Hii inatafsiriwa kule, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ya Kiyama ni siku ambayo haitofaa mali wala hawatofaa watoto, ila kinachosaidia ni yule atakayekwenda kwa Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika na madhambi, moyo uliosalimika na maasi. Lan tughniya anhum, hazitowafaa kitu siku ya Kiyama, amwaluhum, mali zao, wala auladuhum, wala watoto wao, min Allahi, kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, hazitowafaa shay'an, kitu chochote. Wa ulaika, na hao makafiri, hum waqudu nar, wao ndio kuni za motoni. Waqud kule kwenye suratul Baqara tumeikuta, waquduha nnasu walhijara. Na ili waqud si lazima ziwe kuni, ni kile kitu cha kuwashia kitu kingine inaitwa waqud. Faulu na fuul, wadu faul, waduu faulu ni yale maji ya kutawadhia. Wudhuu ni kile kitendo chenyewe cha kutawadha. Ukiweka fatha mwanzoni, wa wadhuu ni yale maji ya kutawadha, yale maji uliyoandaa ili ukatawadha yanaitwaje? Wadhuu. Kule kutawadha kwenyewe kunaitwaje? Wudhuu, kwa dhamma ya wau, wudhuu. Kile chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya daku kinaitwaje? Sahuru. Kule kula daku kwenyewe kunaitwa suhuru. Tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kule ni daku, kwani kule kula daku kuna baraka zake mbele ya Mwenyezi Mungu. Sahuru, faulu ni kile chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya daku. Suhuru, kule kula daku kwenyewe, lile tendo lenyewe la kula daku. Kama ilivyokuwa wadhuu ni yale maji ya kutawadha, wudhuu lile tendo lenyewe la kutawadha. Na pia wakudu ni kile kitu kilichowekwa cha kuwashia moto. Wakudu, watu wa Dar es Salaam wanawasha moto tumia manailoni. Kuna miti fulani inafungwa pale kama vigo vya kuni vinauzwa, vile vyote vinaitwa nini? Wakudu, kile kitu cha kuwashia moto. Kule kuwaka kwenyewe kunakuwa wukudu. Ukiweka fatha mwanzoni ni kile kitu cha kufanyia, ukiweka dhamma ni lile tendo lenyewe. Wakudu, wukudu. Sahuru, suhuru. Wadhuu, wudhuu, wa hakadha. Sasa wakudu ni kuni, lakini ni zile za kuwashia kitu kingine. Ndio maana yale manailoni ndio wakudu, yale mafuta ya taa ndio wakudu, vile miti vidogo vidogo ya kuwashia mengine ndio wakudu. Makafiri wa ulaika, na hao makafiri, hum wakudu nar, wao ndio kiwashio cha moto, ndio kuni zile za kuwashia ule moto. Kama kuna mtu ashawahi ukaishi kijijini na akakata miti ili kuitengeneza iwe mkaa, pale mwanzoni sehemu ya kuwashia anaweka vikuni vidogo vidogo, vile vinaitwa nini? Wakudu. Avimo katika vinavyohitajiwa vile kutengeneza mkaa wenyewe, vile vinaitwa wakudu. Sasa wakud ni kitu kinachowashia kitu kingine. Makafiri siku ya Kiyama, wa ulaika hum wakudu nar. Kwa hata kule waku nini? Taku nar allati waquduha wuquduha waquduha an-nasu wal hijara. Waquduha, kuni za kuwashia moto huo, an-nasu wal hijara, ni watu na mawe. Watu gani? Hawapa wa ulaika, na hao makafiri, hum waqudu nar, wao ndio kuni za kuwashia moto. Kwa waliotajwa kule
moto kule, waquduha annasu walhijara. Hapa wametajwa watu wenyewe, watu gani? Makafiri. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladhina kafaru, kwa hakika wale waliokufuru na wakakataa kuishi katika taratibu alizowapangia Mwenyezi Mungu Subhana, lan tughniya anhum amwaluhum, hazitowafaa kitu zile mali zao siku ya Kiyama, wa auladuhum, na hawatowafaa kitu watoto wao siku ya Kiyama, min Allahi, kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lan tughniya anhum shay'an, zitowafaa chochote. Wa ulaika, na hao makafiri, hum waqudun nari, wao ndio kuni za moto. Walivyo wale kadabi ali fir'auna, yani da'buhum kadabi ali fir'auna, sha'nuhum ka sha'ni ali fir'auna, haluhum ka hali ali fir'auna. Da'bu maana yake nini? Ni ile hali yao, jambo lao lilivyo kama jambo la watu wa Firaun, hali yao ilivyo ni kama hali ya watu wa Firaun. Da'buhum kadabi ali firauna, kwa moja kwa moja ikaja kadabi ali firauna, hali yao ni kama hali ya watu wa Firaun. Walladhina min qablihim, na wale waliokuwa kabla yao. Makafiri hata ukiwaona wana mali vipi, hawawezi kuepukana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kama alikuwa Firauni, alikuwa na watu wengi, alikuwa mpaka kajiita Mungu, anamiliki sehemu kubwa ya ardhi, lakini hali yake Firauni mshaki mkwaje? Ameangamia kwa kinywaji kwenye maji tu akafa. Na makafiri hawa hali yao kama hali ya Firauni, watakwenda mwisho wake wataingia mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Da'buhum kadabi ali firaun. Hii da'buhum ya kwanza mubtada ikaondolewa, ikabakia habari tu, kadabi ali firauna, kashani ali firauna, kahali ali firauna. Mambo yao yalivyo, hali yao ilivyo kama mambo kama hali ya watu Firaun. Walladhina, na wale ambao min qablihim, waliokuwa kabla yao. Nyuma huko kulikuwa kuna Namrud ibn Kanaan ambao tulizungumza habari zao, wafalme wana mali na kadha, lakini hatimaye wakaondoka kwa vitu vidogo vidogo, na hawa wasikusumbue. Da'buhum kadabi ali firauna, kadabi ali firauna, hali yao ni kama hali ya Firaun. Walladhina min qablihim, na wale waliokuwa kabla ya Firaun. Kadhabu bi ayatina, wamepinga aya zetu, wamepinga dalili za kuwepo kwetu. Fa akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah akawaadhibu kwa sababu ya madhambi yao. Fa akhadhahumullahu, akawachukua, kwa maana ya akawaadhibu Mwenyezi Mungu Subhana, bidhunubihim, kwa sababu ya madhambi yao. Na hii ni hapa tu duniani, twendako wallahu shadidul iqabi, na Mwenyezi Mungu yeye ni mkali wa kuadhibu. Kwa hiyo zinatutaka kuimarisha akida zetu na tusidanganyike. Mtu akijiona duniani yeye ana mali nyingi, ana watoto wengi, ana kadha, akaona ashaukata maisha, ameshayakatia denge. Hapana. Ukiwa na uongozi, ukiwa na mali, ukiwa unakubalika na watu, hivi ni vitu vidogo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu huko nyuma kulikuwa na watu makafiri, walikuwa wana uongozi, walikuwa wana mali, walikuwa wanakubalika na watu, ambapo wewe hujafika hata robo yake, kwa sababu wao mpaka walikuwa wanaabudiwa kabisa, ambapo wewe hujafika. Lakini hatimaye Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, akhadhahumullahu bidhunubihim, amewaadhibu Mwenyezi Mungu hapa duniani kwa sababu ya makosa yao. Lakini haitoshi, siku ya Kiyama atawaadhibu adhabu kali. Wallahu shadidul iqab, na Mwenyezi Mungu yeye ni mkali wa kuadhibu. Qul lilladhina kafaru, hii hapa aya hii baada ya mtume kurudi kutoka katika vita ya Badri. Amepigana vita ya Badri, imemalizika na mtume ameshinda.